الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل لحظة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, tukiendelea na silsila zetu za milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa bado tunaangazia mlango wa kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala wakati unapokamilisha saumu yako na wakati unapopata riziki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ama kwa lugha nyingine baada ya kula, jambo ambalo kwamba alikuwa akilifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mtume ambaye ndiye qudwa wetu, mtume ambaye ndiye mithali yetu, mtume ambaye ndiye mtu bora tunayeweza kumfuata sisi Waislamu. Mola Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe ni katika wale ambao kwamba wanamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama khatwa kwa khatwa mpaka tuweze kuingia na yeye katika al-firdaus al-a'la insha Allah. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akimhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala katika lahadhati zake zote, katika khatawati zake zote, na bil khusus wakati alipokuwa akipata riziki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ama alipokuwa akimaliza kula, kama namna tulivyotanguliza katika halaka ya kwanza na kama namna tutakavyoelezea katika halaka hii. Kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kula unapofungua saumu yako ni jambo muhimu, bali ni muhimu na ni sunna katika nyakati zote ambazo kwamba mwanadamu ameweza kupata riziki ambayo imetoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, sawa iwe ni baada ya saumu ama iwe ni nje ya saumu. Wakati wote mwanadamu anapokula chakula ni lazima na ni muhimu na ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam au yatasimama na ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amemruzuku chakula kama kile au amemruzuku kinywaji kama kile, ili aweze kupata ziada ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi waja wake wakati atakapowapa neema na wakasimama kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni katika wale ambao kwamba wanapata neema zake na wakasimama kumshukuru Mola Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Hadithi imepokelewa na Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha au yashraba ash-sharbata fayahmadahu alaiha. Kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema inna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yarda 'anil 'abdi, anaridhia kutoka kwa mja wake au anapenda kutoka kwa mja wake, an yaakula al-aklata fayahmadahu alaiha, ale chakula baadaye asimame na amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya ile neema ya chakula, au yashraba sharbata, au vile vile Mwenyezi Mungu anapenda mja wake anywe kinywaji, fayahmadahu alaiha, kisha asimame na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa neema ile ya kinywaji ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amempa. Sayyidina al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala anasema kupitia kwa hadithi hii kuna istihbab, yani kuna mapendekezo na kuna usunna wa kila Muislamu kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho wa kula chakula chochote na mwisho wa kunywa kinywaji chochote. Wala haimaanishi kwamba ni wakati wa kufungua wala ni wakati ukiwa umefunga, bali ni wakati wote unaporuzukiwa chakula na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama unaporuzukiwa na kinywaji na Mola Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula, na ukaweza kukipitisha chakula kama kile ama kinywaji kama kile kwa njia ambayo kwamba ni ya raha, kwa njia ambayo kwamba ni ya tamu, baadaye usimame na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio anasema al-Imam an-Nawawi, waqad jaa fi al-Bukhari sifatu at-tahmid, yani ni sunna kwa kila Muislamu kumhimidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomaliza kula,
na imekuja kutoka katika Sahih al-Bukhari hizi sifa ambazo kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anapendekeza Muislamu azifanye wakati anapomaliza kula. Zimekuja sifa kama hizi min hadith Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama kana idha rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Anasema alikuwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam idha rafa'a ma'idatahu, wakati anapomaliza kula, anapoondosha meza yake ya chakula, qala, alikuwa akisema alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mpaka mwisho wa dua hii. Ishara ya kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kila akimaliza kula alikuwa akimhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma kwa himdihi au kwa himdi nyingine ambayo kwamba itakuja kwa riwaya tofauti, lakini tunalolipata hapa ni kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akimshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na akimhimidi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula, wakati alipokuwa akimaliza kula ama wakati alipokuwa akimaliza kunywa. Asema alikuwa akisema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamdan kathiran, himdi zilizokuwa nyingi ambazo kwamba si kidogo, tayyiban, tena himdi ambazo kwamba ni safi, himdi ambazo kwamba ni mzuri, yani khalisan min ar-riya'i wa sum'a, na muhimidi Mwenyezi Mungu himdi ambayo iko safi, imeepukana na imesafika kutokamana na riya, yani kuonesha watu. Vile vile himdi ambayo kwamba ni safi iliyoepukana kutokamana na sum'a, kusikiliza watu. Yani hili ni jambo ambalo kwamba liko mbali na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwamba yeye atafanya kitu aoneshe watu kwamba yeye yafanya ibada, ama asikilizishe watu kwamba yeye anamuhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya yote anatufunza sisi ambao kwamba nyoyo zetu hazikusafika, anatufunza sisi ambao kwamba hatujui tunalolifanya, ndio tukawa mara kadha wa kadha au mara nyingi tunayafanya kwa ajili ya kuonesha watu kwamba sisi twafanya, au kuwasikilizisha watu kuwa sisi twasema. Ndio utakuta baadhi ya watu wakikaa katika chakula, kabla watu hawajamaliza chakula yeye ashaanza alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani, yani kwa lengo la kuweza kuwasikilizisha watu kwamba yeye ni hamid sana, kwamba yeye anafanya ibada sana, au kwamba yeye anajua sana dua ya kula. Lakini Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hakuwa na malengo hayo wala hakuwa na mambo hayo. Ndio akasema alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban, na muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala himdi ambazo kwamba ni nyingi, tayyiban, zilizokuwa safi, zilizoepukana kutokamana na riya na sum'a, mubarakan fihi, himdi ambazo kwamba zimebarikiwa, daiman la yanqati, yani himdi ambazo kwamba zitaendelea milele, ambazo hazikatiki. Limadha? Lianna ni'amahu la tanqati anna, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema zake hazikatiki kwetu sisi. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema kwamba namuhimidi Mwenyezi Mungu himdi ambayo kwamba ni mubarakan. Maana mubarakan ni ya kuendelea, ambayo kwamba haitokatika. Naam, na ni lazima himdi zetu ziwe ni za kuendelea, himdi ambazo kwamba hazikatiki, kwa sababu neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala hazikatiki kwetu sisi. Wakati wote amekuwa ni mtu ambaye kwamba anaendelea kutumiminia neema zake tofauti tunazozijua na zinginezo nyingi ambazo kwamba hatuwezi kuzijua. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema na muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala himdi ambayo kwamba ni ghaira makfiyin, yani ghaira mardud, himdi ambayo kwamba hairegeshi. Yani natamani himdi ambazo kwamba nampa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziwe ni za kupokelewa kila wakati. Wala muwadda'in, yani ghaira mardudin wala muwadda'in, yani ay ghaira matruk, himdi ambazo kwamba hazirudishi wala haziachwi. Wala mustaghnan anhu rabbana, wala himdi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazitomkwasia, yani hatakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja nazo. Ishara ya kwamba himdi tutakazo muhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala iwe ni himdi ambazo zitapokelewa na Mola wetu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Vile vile baada ya Imam an-Nawawi kusema kwamba hapa kuna istihbab ya kwamba ni sunna kwa Muislamu awe atamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anapomaliza kula wakati wote. Vile vile Ibn al-Battal naye akasema
wanazuoni wamependekeza kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kumaliza kula na kuchukua hadithi hiyo ambayo kwamba imekuja na zinginezo. Ametaja hadithi hii ya Saidina Abi Ayyub al-Ansari radhiallahu ta'ala anhu akisema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam idha akala au shariba qala alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhraja. Asema na muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam idha akala au shariba, wakati anapokula au anapokunywa anasema kwamba alhamdulillahi alladhi at'ama, na muhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amelisha, ishara ya kwamba amempa chakula, wasaqa na akanywesha, yani ishara ya kwamba amempa kinywaji, wasawaghahu kisha chakula kama kile au kinywaji kama kile Mola Subhanahu wa Ta'ala akakisahilisha, akakifanya kipesi kuweza kunifikia mimi, wajaala lahu makhraja na akakijalia mahali ambao kwamba nitapata kinywaji kama hiko kutoka kwake. Haya yote ni kutuonesha sisi kwamba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa ni daimul hamdi, wakati wote alikuwa akimhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile hadithi nyingine imepokelewa na Saidina Abdurrahman ibn Jubair anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam idha qurriba ilayhi ta'amuhu yaqulu bismillah wa idha faragha min ta'amihi qala Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnayta wa aqnayta wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Asema Saidina Abdurrahman ibn Jubair kwamba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa akikurubishiwa chakula chake, kwanza alikuwa akisema bismillah, kama ambavyo vile vile ni mafunzo ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati Muislamu anapoanza kupata chakula chake au anapotaka kuanza kula ni aseme bismillah. Katika hadithi nyingine bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amwambia, ya ghulam samillah ta'ala, ewe kijana ukitaka kuanza kula kwanza mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ishara ya kwamba useme bismillah. Kwa hiyo asema Saidina Abdurrahman ibn Jubair bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akiwekewa chakula yaqulu bismillah, alikuwa akisema bismillah. Wa idha faragha min ta'amihi, na wakati anapomaliza kula chakula chake hii akisema kwamba Allahumma at'amta wa asqait, ewe Mola, at'amta umelisha, wa asqaita na umenywesha, wa aghnaita na umetosheleza, wa aqnaita na umemilikisha, wa hadaita na umeongoza, wa ahyaita na umehuisha, falakal hamdu ala ma a'tait, basi himdi ni zako wewe Mola wangu ambaye kwamba wewe ndiye uliniruzuku, falakal hamdu ala ma a'tait, basi ni zako wewe himdi juu ya zile ambazo kwamba umenipa. Huu ni mwenendo wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ambao ni lazima kila Muislamu aufuate na kila Muislamu auige ili tuweze kuwa katika wafuasi wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wa karibu, na haswa katika masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kidogo ambacho kwamba wakifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakibariki, kama katika hadithi ambayo kwamba itakuja mbele ya halakati zetu kisema kwamba sunna unaoifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni kama mtu uliyofanya fardhi katika miezi mingine, na fardhi ambayo unaifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama faradhi 70 ambazo kwamba utazifanya katika miezi ambao si mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sunna kama hizi ambazo kwamba tuziona ni ndogo ndogo, lakini lao Muislamu atajilazimisha na ajifungamanishe na sunna kama hizi, kila jambo awe yualisomea dua yake mathalan, na haswa katika jambo la kula na kunywa, na haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuwa umefunga, ukimaliza kula usome dua kama hizi kwa riwaya yoyote ambayo kwamba utaipenda, kwa riwaya yoyote ambayo kwamba utaweza kuisoma, basi utaingia katika kundi la wale ambao kwamba ni atba' wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kuonesha kwamba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kila akila alikuwa akimhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imepokelewa na Saidina Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba daa rajulun min al-ansari min ahli Quba'in an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam fantalaqna ma'ahu falamma ta'ima wa ghasala yadahu aw yadayhi qala alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am manna alayna fahadana wa at'amana wa saqana wa kulla bala'in hasanin ablana
alhamdulillahi ghaira muwadda'in wala mukafa'in wala makfurin. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakati mmoja aliitwa na mmoja katika masahaba ambao alikuwa ni katika al-Ansar kutoka Quba. Saidina Abu Huraira anasema alipoitwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na mimi kama kawaida yangu nikaenda na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Falamma ta'ima, alipokula Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, wa ghasala yadahu au yadayhi, na baada ya kuosha mkono wake ama mikono yake, qala alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am, manna alayna fahadana wa at'amana wa saqana wa kulla bala'in hasanin ablana, alhamdulillahi ghaira muwadda'in wala mukafa'in wala makfurin. Asema Saidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuosha mikono yake, yani ishara ya kwamba ni baada ya kula, akatamka Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kusema kwamba alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am, na muhimidi na namshukuru Mola subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba analisha wala yeye halishwi. Manna alaina fahadana, Mola ambaye ameturuzuku na ametutunuku, fahadana na akatuongoza, wa at'amana wa saqana, na akatulisha na akatunwesha, wa kulla bala'in hasanin ablana, na kila kionjo kizuri akatuonja. Yani ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuonja mja wake hamuonji kwa mabaya peke yake, bali anamuonja hata kwa mazuri. Kwa hiyo hapa katika maneno haya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anamaanisha kwamba kwa hiki chakula ambacho kwamba ni neema ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, na neema zinginezo zote ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala anatupa, hiyo pia inakuwa ni bala, yani ni imtihan, ni ikhtibar, ni kionjo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutuonja. Maana yake ni kwamba je, ile neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa utaichukulia namna gani? Au ile neema ambayo kwamba utaipata kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala utaishukuru namna gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuonja mja wake kama tulivyotanguliza, hamuonji tu kwa mabaya. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutawaonjeni kwa khairi na vile vile tutawaonja kwa shari, fitna, kwa ajili ya kuangalia na kuwafanyia mtihani. Vipi wakati tutakapowapa mazuri mutayafanya namna gani, au mutayapokea namna gani? Na je, mtasimama kutoa shukrani na mtafahamu kwamba hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama itakuwa kwenu nyinyi ni mujarrad wa kwamba ni jambo mmelipata na hamtoweza kujua kwamba hiyo ni shukrani ambayo mwafaa kuiregesha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumalizia, tungependa kutoa tanbih ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anapotupatia neema yote, ni muhimu Muislamu asimame na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haswa katika neema ya chakula ni lazima Muislamu asimame na kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala ili apate fadhila mbili. Fadhila ya kwanza ni Muislamu anaposimama na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada ya chakula, ni kwamba yeye yuajiweka mbali na kibati cha njaa ambacho kwamba wale waliokufuru neema ya riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipigwa nacho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Wale waja ambao kwamba walikuwa katika kijiji ambacho kwamba riziki zinawajia kwa kila upande kwa usahali, lakini wakakufuru, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilowalipa ni kuwalipa kwamba akawavalisha nguo ya njaa na nguo ya hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde na atuepushe. Kwa hiyo ni lazima wakati tunapokula na kunywa tumuhimidi Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika fadhila za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati unapomaliza kula, asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mwenye kula chakula kisha akamuhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala humsamehe madhambi yake yaliyopita na yaliyotangulia na yatakayokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kumuhimidi yeye wakati tunapokula kwa jumla, na haswa ndani ya masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati unapofungua saumu kwa tende moja, baadaye sema alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu, ili Mola Subhanahu wa Ta'ala kuepusha na adhabu na aweze kukupa maghfira na msamaha ambao kwamba utasamehewa madhambi yako yaliyopita na madhambi yatakayokuja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.